Haleluya. Ndio maana yale yasiyowezekana kwa sheria, ndio kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili. Maandiko matakatifu yanasema sheria ni dhaifu kwa sababu ya mwili. Ukisema upambane mwenyewe kama nilivyokuambia, hauwezi kuitimiza sheria yote. Waulize watu walioishi katika Agano la Kale, walipambana kuweza kuishi maisha matakatifu pasipo Yesu, wakapambana na sheria na zile Torati walizokuwa wamepewa. Kwa wale wasomi wa Biblia wananielewa, zilikuwa ni sheria nyingi sana, yalikuwa ni mambo mengi sana. Kwa wale waliokwenda theolojia wanatambua, wanatheolojia wanasema ya kwamba ni zaidi ya sheria 613 zilikuwa zimeandikwa kwa ajili ya Waisraeli kuzifuata, lakini hawakuweza. Biblia inasema ya kwamba sheria ilikuwa ni dhaifu kwa sababu ya miili yao. Walipopambana wakajaribu, hawakuweza. Wakajaribu kwa damu labda za mbuzi, hawakuweza. Wakajaribu kwa damu za kondoo, hawakuweza. Wakajaribu kwa damu za kila mnyama, hawakuweza. Wengine wakatoa damu za njiwa, hawakuweza. Ndio maana Yesu Kristo akaja kupitia upendo wa Mungu mwenyewe. Ile Yohana 3:16 inasema, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee. Kwa hiyo Mungu akatupenda, akatuletea mwana wake wa pekee, ili afe kwa ajili yako mama, ili afe kwa ajili yako baba. Na utakapomwamini ndipo unakuwa huru ndani ya Kristo. Hauwezi kupata uhuru wowote ukiwa nje ya Kristo. Wachawi watakusumbua, waganga watakusumbua. Haleluya, haleluya. Kama kuna mtu anataka kupiga kelele, shangilia. Haleluya, haleluya. Piga kelele, shangilia kwa Bwana. Huwezi kuwa huru ndani nje ya Kristo. Lazima ukubali Yesu Kristo haingie ndani ya maisha yako. Bila hivyo shetani atakusumbua, atakutesa. Utaendelea kuteseka kwa sababu ya aibu zako. Utaendelea kuteseka kwa sababu unaogopa tu kuja kumwamini Yesu. Utateseka mpaka utakapokufa. Ukisoma maandiko yako vizuri, kuna mama mmoja alikuwa anatokwa na damu zaidi ya miaka 12. Aliposikia Yesu anakuja, aliposikia Yesu anapita ile mitaa, aliposikia Yesu anapita Kisesa, aliposikia Yesu anapita katika ile barabara, hakuona aibu. Hakufikiria jamii itamwonaje, hakufikiria kwamba watu watasemaje, lakini alipambana. Akasema nataka kumuona huyo Yesu. Akapambana, anasema nataka hata nimshike tu. Na alipoligusa pindo lake, imani yake ikamponya, akawa mzima. Haleluya, 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 haleluya. Sasa wewe unaogopa nini kumwamini Yesu? Unaogopa nini kumwamini Yesu? Wewe mtu wa Kisesa, unaogopa nini kumwamini Yesu? Hata kama watu wanakusema kwamba unakunywa sana pombe, lakini utakapomwamini Yesu atakubadilisha. Usifikirie watu wanasema nini. Usifikirie maisha yako ya nyuma. Mtume Paulo katika kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 15 sura ya 5 mstari wa 17 anasema, wale wote tuliomwamini Yesu Kristo tumefanyika kuwa viumbe vipya, na ya kale yote yamepita, sasa ni mapya. Maana yake utakapokubali kumwamini Yesu Kristo atakufanya kuwa kiumbe kipya, ya kale yote yatapita. Haleluya, 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 haleluya. Yaani haiwezekani. Utapambana sana, utakomaa sana. Unaweza ukatushawishi sisi watu, unaweza ukamshawishi labda na mchungaji, kwa sababu yeye ni mtu, hawezi kuona ndani ya moyo, lakini Mungu anaona kilichopo ndani. Sisi watu tunaona tu yaliyopo nje. Unaweza kuwa unafika kanisani, unatembea kitakatifu, unatembea namna hii, unatembea namna hii, unatembea namna hii, au uko njiani unafanya mambo yako usiku tu, watu hawakuoni, lakini Mungu yeye anakuona. Kwa hiyo uweze kumficha. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapokuwa ndani ya Kristo Yesu, hakuna hukumu tena. Tunapokuwa ndani ya Kristo Yesu, hakuna kuonewa tena.
Tunapomwamini Yesu Kristo, maisha yetu yanapendeza. Tunapomwamini Yesu Kristo, tunasamehewa dhambi zetu. Tunapomwamini Yesu Kristo, tunafanyika kuwa watoto wa Mungu, kama Yohana wa kwanza 12 inavyosema. Tunapomwamini Yesu, tunafanyika kuwa watendakazi pamoja na Yesu. Lakini yote haya huwezi kuyapata ukiwa nje ya Kristo Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Wakati huo wanakwaya